Basi na tuombe wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, tunamsogeza mtumishi wako mikononi mwako. Tazama anapenda kunena neno lako, wapate kumsaidia, mtie nguvu, mwezesha apate kulingana na mapenzi yako. Lakini Baba, zaidi ya yote tunaomba hekima yako na uwepo wako apate kutamalaki, ukazidi kutuinua mfalme mbinguni. Jehova, tuwapate kulielewa neno lako, lakini pia tuwapate kukua kiroho, lakini pia Bwana Jehova mbinguni, tuwapate kukua katika kulijua mapenzi yako na neno lako pia kwa ujumla. Zaidi tu Baba, pia ili grupu likapate kuendelea kwa utukufu wako na uwezo wa jina la Yesu Kristo. Uwepo wako apate kutamalaki mwanzo mpaka mwisho. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Nimkaribishe mtumishi wa Mungu Festo. Karibu mtumishi. Maana tumeshaombewa, sasa tuko tayari kwa ajili ya kula mezani kwa Bwana. Karibu mtumishi wa Mungu. Okay, asante, nashukuru sana, lakini niombe radhi kwamba sitaweza ku turn on camera because simu yangu haifanyi, kamera yake imepata changamoto, kwa hiyo nitakuwa tu off camera. Kama nitaruhusiwa basi nitaendelea. Okay, nashukuru sana kwa ajili ya nafasi na kibali ambacho nimepewa siku ya leo kuweza kuungana na watu wa Mungu. Mimi ninawasalimu kwa jina la Bwana, na muda huu nisiutumie kwa salamu nyingi, nimepewa muda wa kuweza kwenda moja kwa moja kwenye kipindi, kwa hivyo niwakaribishe. Somo letu la msingi limekwisha kuwekwa kwenye group tangu mapema sana leo mchana, tangu jana, na nafikiri watu tumeshapitia hapo, lakini ni vizuri tukasoma katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, mlango ule wa 8 mstari wa 6 na wa 7. Wimbo Ulio Bora 8 mstari wa 6 na wa 7 ndio tutajifunza hapo siku ya leo. Na kabla sijaendelea, tafadhali ningeomba kuuliza kama na muda maalum, kwa maana dakika kama ni dakika 20, 15, 7 nijue, ili nisije extend sana kumbe muda sio mwingi. Tafadhali kiongozi, naomba kufahamu hilo. Okay, asante. Okay, sawa. Basi nitawatangulia kusoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora, mlango ule wa 8 mstari wa 6 na wa 7. Nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya yahu. Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angedharauliwa kabisa. Hilo ndio neno la Mungu, na kwa sababu tumekwisha kuombewa, ninaamini katika hayo mimi nitaendelea. Kitabu hiki ama ujumbe huu ninaushare leo kwa mara ya pili. Ninamshukuru Mungu kwa neema, ndio tuliweza kushiriki Jumapili iliyopita kanisani, tulishiriki, na baada ya kupokea ujumbe jana, kupokea taarifa jana ya kuja kuhubiri hapa, nikawa natafuta tena sehemu nyingine, lakini nikapata msukumo ya kwamba tutaweza tukaendelea kushare ujumbe ule. Kwa hivyo niwakaribishe sana tuweze kushare, na tunaongozwa na kichwa kinachosema sifa za upendo wa dhati. Siku ile Jumapili tulizungumza ujumbe huo, lakini ilikuwa tofauti kidogo, kwamba nguvu ya upendo wa dhati, lakini leo tunazungumza kwa habari ya sifa za upendo wa dhati. Okay, kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora ni moja kati ya vitabu ambavyo huwa havihubiriwi sana, hasa katika mazingira ambayo mimi nimekuwa nikiyapitia, watumishi nakuwa nikutana nao. Ni kitabu ambacho huwa hakihubiriwi mara kwa mara, na kama kinahubiriwa basi kinahubiriwa kwenye matukio kama vile ya harusi, ndipo hichi kitabu kinahubiriwa. Lakini ni neno la Mungu, linaweza kuhubiriwa mahali popote.
Kwa hivyo tutembee pamoja tujifunze. Na pia kitabu hiki kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Sulemani, ikiwa ni moja kati ya vitabu vitano vya mashairi katika ule mgawanyiko wa vitabu vya Biblia, hasa katika Agano la Kale. Kwa hiyo hiki ni moja kati ya vitabu hivyo, na katika mpangilio wa Biblia Kiingereza na Kiswahili ni kitabu cha mwisho cha vitabu vile vya mashairi. Kwa hiyo mtindo wa uandishi ni mtindo wa mashairi, yani lugha ya kimuziki zaidi ndio imetumika sana hapa. Lakini pia vile vile kitabu hiki kinaonyesha dhamira kubwa ya kitabu hiki ni upendo. Dhamira kubwa ya kitabu hiki ni upendo, na tumeletewa picha ya mtu mume na mtu mke, watu ambao walikuwa wanapendana, maisha yao waliokuwa wanayapitia. Ukianza sura ya kwanza na ya pili inaonyesha hatua za awali za wawili wanapoingia katika masuala ya mahusiano, jinsi upendo unavyokuwa katika hali fulani. Ukisoma tu vizuri sura ya kwanza ile pale utagundua ni kipindi ambacho watu wanasifiana sana, ni kipindi ambacho maneno mazuri yanazungumzwa, ni kipindi ambacho kwa namna moja ama nyingine watu hawaangalii sana madhaifu. Madhaifu huwa yanavumilika. Ni kipindi hicho ukiangalia vizuri, huyu mwanamke Mshunami baada ya kusifiwa akazungumzia ule uhalisia wake au wa muonekano wake. Ukisoma kwa sura ya kwanza mstari wa 6 anasema, msinichunguze kwa kuwa ni mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Wana mamangu walinikasirikia, waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe sikulilinda. Okay, anazungumzia hata swala la muonekano wake, kwamba anasema alikuwa ni mweusi, lakini anajaribu kusema pia haikuwa asili yake, haikuwa mweusi. Uso umetokana na changamoto ya kuunguzwa, unajua, kwa sababu ya kukaa muda mrefu katika mazingira hayo. Kwa hiyo anazungumzia habari ya muonekano wake, lakini pamoja na uhalisia huo tunaona Sulemani anamsifia, yani hakujali muonekano wake, ameona ule utu ambao yuko nao huyu mwanamke Mshunami. Kwa hiyo ni hatua ambazo watu wanaonesha upendo, wanazungumza maneno mazuri, vitu kama hivyo. Mwanamke pia hakuacha kumsifia Sulemani kwa jinsi alivyo. Ukija baadaye unaenda kuona hatua nyingine ambayo sasa ile hatua ya kupeka nini vinaisha, vinaingia hatua nyingine ambayo hapa pengine kuna kuwepo na changamoto kadha wa kadha, kwa changamoto aina mbalimbali. Ukisoma kuanzia sura ya 3 utaona kwamba sasa hata ule ukaribu, yani ule ukaribu kabisa umepungua. Kuna namna ambavyo unakuta mtu kuna kuwepo na umbali fulani. Kwa mfano unakuta walizoea kukaa labda, nikichukulia mfano wa kawaida, mazingira ya kawaida, watu wanapokuwa wanaanza masuala ya mahusiano, kuna vijana sisi sometimes tunaweza kujikuta ukachati, yani usiku unachati, inafika saa 8 usiku hujui kama muda umeshafika saa 9, wewe yani bado umo tunafurahia. Lakini inafikia wakati ile hali inakuwa inapungua. Ukisoma sura ya 3 unaona mazingira kama hayo, lakini sura ya 4 wanarudi tena. Kwa hiyo kuna namna kitabu hiki kinatuonesha maisha ya mahusiano, jinsi yalivyokuwa ya kupanda na kushuka. Lakini pamoja na hayo yote, dhamira kubwa ya upendo haijaacha kuoneshwa katika kitabu hiki, jinsi ambavyo upendo unavyokuwa. Sasa katika hii mistari michache ambayo tumeisoma miwili, tutaenda kuangalia hapo sifa kadhaa za upendo, hasa kama zinavyoonyeshwa katika kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Okay. Sasa kabla sijaanza kutaja sifa zenyewe, nataka kuzungumza kidogo kipengele cha kwanza au sehemu ya kwanza ya mstari wa 6 wa kifungu tulichosoma, nitie kama muhuri moyoni mwako. Huyu ni mwanamke sasa, ama bibi harusi, anatoa kama wito au kama ombi ya kwamba awekwe kama muhuri ndani ya moyo wa mumewe.
na kama nilivyotangulia kusema, kitabu hiki kinaonyesha maisha ya kupanda na kushuka, kupanda na kushuka. Ukisoma pia sura ya 6 inaonyesha hali ya kushuka kwa namna fulani, ambapo ni kama mwanaume alikuwa mbali, bi harusi akawa anamtafuta. Sasa hapa amerejea. Ukisoma sura ya 7 mistari ya kukaribia na mishoni, kuna namna amerudi au amempata mpenzi wake. Sasa baada ya kumpata akasema hapana, hapa sasa nitoe maombi, nitoe hitaji langu. Sasa hitaji lake anatoa kwamba aweke kama muhuri moyoni, bandiko kama muhuri. Okay, nataka kuzungumza muhuri kidogo hapa. Muhuri, namna ambavyo umekuwa ukitumika au unavyotumika, alafu pengine tunaweza tukapata application hapa. Muhuri katika Agano la Kale au hizo zamani zile, lakini pia hata siku hizi kuna matumizi ambayo yanafanana. Muhuri ulikuwa unatumika kama ishara ya umiliki, ishara ya umiliki, kwa maana ya kwamba mtu anapokuwa amegonga muhuri kitu inaashiria kwamba anakimiliki hicho kitu. Hiyo zamani ilikuwa inatumika, lakini hata sasa hivi inaweza kutumika hivyo. Kwa mfano makanisani kwetu tunakuwepo na mihuri ya kanisa. Baadhi ya vitu vya kanisa, mfano nichukulie mfano vitabu vya nyimbo, labda kama zile teza rohoni zile za kikanisa, utakuta zimegongwa na muhuri wa kanisa. Sasa zikigongwa muhuri wa kanisa inamaanisha kwamba zinamilikiwa na kanisa. Lakini pia katika ofisi mbalimbali za kiserikali pia zinakuwa na mihuri, na watu wengine katika biashara zao wana mihuri. Wanapogonga, ile ni kuonesha umiliki au kuashiria umiliki. Kwa hiyo muhuri ulikuwa ukitumika kwa namna hiyo, lakini vile vile muhuri ulikuwa ukitumika sio tu kuonesha umiliki, lakini pia ulikuwa unatumika kuonesha utambulisho, kwa maana ya kile kinachogongwa muhuri au yule anayewekwa muhuri inamaanisha kwamba anakuwa anatambulika kwa namna fulani kulingana na muhuri ambao amewekwa au amegongwa. Hiyo ni moja kati ya matumizi ya muhuri. Lakini vile vile muhuri ulikuwa unatumika kama kuonesha uhalali wa kitu au jambo, kwamba mnapokuwa mmepanga kitu fulani au mmekubaliana kitu fulani, mmewekeana maandishi, inapokuwa mmegongwa muhuri inamaanisha uhalali, yaani hicho kitu ni halali. Na tuna mifano hai. Kwa mfano nikichukulia kwa mfano kwenye masuala ya wanafunzi wanapokuwa wanasoma, nashukuru hapa karibia wote ninawafahamu wanafunzi. Okay, unapokuwa unasoma mwisho wa muhula unapata ile karatasi inaonyesha matokeo yako, wanaita transcript. Ile karatasi inakuwa ni ya matumizi, lakini sasa unapoangalia ile karatasi kule chini, kuna wengine wanaandika kabisa kwamba ile karatasi ambayo ndio halali kabisa au matokeo halali kabisa ni yale ambayo yatakuwa na muhuri wa chuo. Na unapokuwa umehitimu siku ile ya kuhitimu, unapokabidhiwa cheti chako, unakabidhiwa na ile transcript, unakuta ile transcript imegongwa muhuri. Maana yake ni kwamba ile ni halali, kwa popote utakapoipeleka inaweza kupokelewa kwa sababu ina muhuri ambao pia unatambulika. Maana yake ukichukua karatasi ambayo haina muhuri ukaipeleka sehemu, kwa mfano kama ukaipeleka kama kiambatishi cha kulingana na kitu unachotaka kukifanya, ile transcript inaweza isikubaliwe. Kwa hiyo tunazungumzia kwa habari ya uhalali. Sasa katika mstari huu, huyu mwanamke Mshunami anaomba awekwe kama muhuri moyoni mwa huyu mtu ama mumewe ambaye ni Sulemani. Hapa tunamzungumzia, maana yake ni kwamba alikuwa anataka awe na utambulisho kubwa ndani ya huyu mtu, lakini vile vile alikuwa anataka au aweze kumilikiwa na Sulemani, kwamba nifanye kuwa miliki yako, lakini pia nifanye kuwa kutambulika, kwamba watu wote wajue kwamba mimi ni wako, ni kitu kama hicho. Kwa hiyo ni maombi ya huyu mwanamke, na hii ni kwa sababu pia ya changamoto ambazo zimetokea
kulingana na vitu vile tulivyovisoma. Lakini pia kuna kitu kingine tukitambua hapa, tunafahamu Suleiman alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na wanawake wengi. Biblia inasema alikuwa na wanawake 700, ukiongezea wale masuria 300 ilifikia idadi ya 1000. Kwa hiyo unaweza kuangalia jinsi ambavyo alikuwa na wanawake wengi, na kihistoria inazungumza kwamba huyu mwanamke ndio alikuwa mwanamke ambaye alimpenda zaidi au alipendwa zaidi na Suleiman. Inazungumzwa hivyo, inasemekana hivyo. Kwa hiyo hii inatuonesha kuna vitu tunaweza tukajifunza, lakini pia muhuri pia unaweza kuonesha hali ya ulinzi. Kwa sasa kwa nini hapa itumike muhuri? Kwa nini anatamani kuwekwa moyoni kama muhuri? Yani sio kwamba muhuri abandikwe yeye, lakini yeye ndio awe muhuri ndani ya mtu, ndani ya moyo wa mtu. Maana kwamba yeye awe halali, maana kwamba yeye aweze kumilikiwa kihalali kabisa katika moyo. Na tunajua moyoni ndio kwenye chanzo au ndio chanzo cha vitu vyote, ikiwemo upendo wa kweli, upendo wa dhati huanzia moyoni. Kila aina ya upendo ambayo inaanzia kwenye matamshi tu, kwenye maneno, huwa hujawahi kuwa upendo wa kweli, upendo wa dhati. Kwa hivyo upendo wa kweli unaanzia moyoni. Sasa anaomba awekwe pale moyoni kabisa, kwenye kilindi pale ambapo kwenye chanzo. Maana yake ni kwamba huyu mwanaume kila anachokuwa anafanya anakuwa anakifanya hasa anapofanya kwa ajili ya huyu mwanamke, anajua ni mtu ambaye anampenda, kwa sababu ameanzia ile upendo wake umeanzia moyoni kabisa. Hii ndio hali ya halisi ambayo tunaweza tukaiona katika mstari huu wa 6. Anataka wekwe moyoni, lakini sio tu moyoni, anasema kama muhuri juu ya mkono wako, pia mkono mara nyingi katika matumizi ya lugha pia unaonesha hali ya nguvu, lakini pia unaonesha hali ya ulinzi. Kwa hiyo maombi ya huyu mwanamke ni kwamba alikuwa anahitaji kumilikiwa, alikuwa anahitaji kuonekana kuwa ni halali miongoni mwa walio halali, kwa sababu walikuwa wengi. Lakini pia alikuwa anaomba ulinzi, aweze kulindwa, na hii tunaweza tukaielewa kwa sababu ya ule uhalisia kwamba walikuwa wanawake wengi. Sisi hapa tulioko hapa wengine hatujaoa, lakini kuna wengine ambao mmeoa. Tunafahamu ndoa ni ya mwanamke mmoja na mume mmoja, lakini tumeona au tumeshuhudia au tunaona kuna wale waliokuwa na ndoa za mitala, mke zaidi ya mmoja. Mazingira ya familia za namna hiyo huwaga sio mazuri wala sio marahisi. Kuna kuwaga na vita, kuna kuwaga na mapigano, kuna kuwaga na maneno makali. Lakini hata tukizungumzia kwa wale ambao hawajaoa, tuzungumzie vijana ambao unakuta ana mchumba zaidi ya mmoja. Wanapokuja kufahamiana hakunaga mazingira rafiki. Sasa huyu mwanamke amejua uhalisia kwamba mazingira yake sio rafiki. Yawezekana akasemwa, yawezekana akawa amenyanyaswa. Okay, acha nitoe mfano hai kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango ule wa kwanza kabisa. Mazingira ambayo Ana alikuwa anayapitia kutoka kwa mke mwenza ambaye alikuwa ni Penina. Alikuwa anapitia mazingira magumu, mazingira ya kusemwa, mazingira ya kunyanyaswa kwa sababu ya ule uhalisia kwamba hakuwa anapata mtoto. Okay, Biblia haijatueleza juu ya maisha aliyokuwa anayapitia huyu Mshunami, lakini tunaweza kuelewa mazingira ambayo mtu anakuwa anapitia katika ndoa za namna hii. Kwa hiyo akawa naomba aweze kulindwa, apokee ulinzi kutoka kwa huyu mumewe. Ni jambo la maana sana, Kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora hakijaacha kutuletea pia picha halisi ya maisha ya Kristo akiwa kama bibi harusi na Kristo akiwa kama bwana harusi. Okay, sihitaji kuspiritualize maandiko, lakini kitabu hiki pia kimetuletea hiyo picha, kwa sababu hata neno upendo lililotumika katika huu mstari wa 6 kwenye kipengele kinachofuata, kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Neno lililotumika hapa upendo la Kiebrania ni neno ambalo limekuwa likitumika katika maeneo mengine ambapo upendo wa Mungu umekuwa ukidhihirishwa kwa wanadamu. Kwa kuna picha tunaweza tukaipata hapa. Okay, tunaweza kujifunza nini sisi kama Wakristo kwenye kipengele hiki cha kwanza cha huyu mwanamke kuomba kuwekwa kama muhuri
kwenye moyo wa mtu ambaye anampenda. Tunaweza tukajifunza nini hata sisi katika maisha yetu tunapoishi? Biblia pia imetuonesha ya kwamba sisi baada ya kumwamini Yesu Kristo tumewekwa muhuri, kwa maana tumetambuliwa, kwa maana tu milki ya Mungu. Sisi ni milki, sisi ni watu halali kabisa wa Mungu kama tumempokea Yesu Kristo kwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumewekwa muhuri. Okay, hiyo tunaweza tukasema hatuwezi tukamwomba Mungu sasa hivi tena atuweke kama muhuri, kwa sababu amekwisha kutuweka hata kabla hatujaomba, amekwisha kutuweka hata kabla hatujasema. Lakini tunaweza tukafanya nini? Kuna hiki kipengele cha pili cha kuomba ulinzi. Mwanamke aliomba ulinzi. Vipi kuhusu sisi? Je, ni mara ngapi tumetaka tuweze kulindwa na Kristo, tuweze kulindwa na Mungu, hasa katika ulimwengu ambao tunauishi, ulimwengu uliojaa shida, uliojaa machafuko, uliojaa ghasia. Jana nilikutana na ndugu yangu Rogers hapo, tulikuwa tunapiga story, akawa ananieleza mazingira ya kule alikokuwa, jinsi ambavyo kanisa linapata shida. Na ile ni nchi ya Kikristo, Rwanda ni nchi ya Kikristo, si ya Kiislamu, lakini mazingira yamekuwa magumu mno. Mazingira yamekuwa hatari, yani watu wanafanya ibada hata kuimba wimbo wa tenzi hakuna. Hivi tunaweza tukapata hiyo picha. Lakini haya yote ni mpango wa Ibilisi katika kutaka kuturudisha nyuma, tusimtukuze Mungu wetu. Okay, sisi tulioko hapa Tanzania tuna uhuru, tunaweza tukaabudu kwa uhuru. Lakini vipi mashambulizi mengine ya shetani ya kututaka kututoa nje ya mstari? Je, tunachukua hatua za kumwomba Kristo atupatie ulinzi katika hayo yote? Vipi kuhusu majaribu na vishawishi ambavyo tunaweza tukavipata tukakutana navyo vinavyotaka kutuelekeza kuanguka? Je, tuko tayari kumwomba Kristo ili aweze kutulinda? Tunazungumzia habari za upendo. Okay, ni kitu muhimu sana ambacho tunatakiwa kukifikiria. Kama tumekuwa tukifanya, basi ni kitu ambacho tunatakiwa tuwe na consistency nacho, tuendelee nacho. Lakini kama tumekuwa hatukifanyi, basi tuweze kukifanya. Na kwa nini tunaweza kujiuliza swali, kwa nini huyu mwanamke aliomba ulinzi pale kwa mumewe? Kwa sababu tunajua mume ndio kiongozi wa boma, yeye ndio kusema, yani yeye ndio mwenye mamlaka, yeye ndio mwenye kila kitu. Kwa akitoa uamuzi unafanyika. Na pia tukumbuke Sulemani alikuwa ni mfalme, kwa maana alikuwa na sauti, kwa maana alikuwa na nguvu, angeweza kuongea chochote na wanawake wengine wote wangesikiliza, sababu ana mamlaka ya kusema hayo. Kwa hiyo huyu mwanamke alimkimbilia mtu ambaye alikuwa na uhakika ya kwamba anaweza kumpatia kile ambacho anakitaka kwenye swala la ulinzi katika mazingira ya kibinadamu. Lakini Suleiman alikuwa ni mwanadamu tu kawaida, angeweza kukutana na kufa. Je, hali ya huyu mwanamke ingekuwaje? Lakini huyu mwanamke hakujali. Sisi tunaye Kristo ambaye alikufa akafufuka, ana nguvu zote, amepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Hatupaswi kuweza kuweka wasiwasi kwa chochote tunachokipitia. Tunachokihitaji ni kuomba ulinzi, tunachohitaji ni kuweza kuenda kwa Kristo na tuseme, Bwana, tunakuhitaji utulinde, na yuko pale kwa sababu ametoa ahadi atatulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo sasa, kwa haraka niliomba mwenyewe muda na nataka kuutumia vibaya. Okay, tunapoangalia sasa sifa za upendo katika hii mistari, tunaona kwamba kwenye kipengele kinachofuata, kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Okay, hapa tunaweza kupata sifa ya upendo mojawapo. Sifa ya upendo hapa tunaoipata ni kwamba upendo ni hauepukiki. Maana hapa kuna mfanano, kuna kufananishwa kati ya upendo na mauti. Sasa ili tuweze kuelewa kitu kimoja, itabidi tukitumie kile ambacho kimeweza kufunuliwa pengine. Tunaambiwa kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Tunaambiwa upendo una nguvu. Hiyo ni moja kati ya sifa. Upendo una nguvu. Lakini nguvu yake ikoje? Nguvu yake ni kama mauti. Sasa kumbe hapa ili tuelewe lazima tujue mauti ikoje, ndio tujue nguvu ya upendo. Kwa sababu tunafananishiwa vitu viwili hapa. Sasa mauti katika hali ya kawaida tunajua kwamba ni kitu ambacho hakiepukiki. Mauti ni kitu ambacho hakiepukiki. Yaani mauti ikishafika, muda wa mtu umefika kuweza kukufa au kuaga dunia, hakuna mtu yoyote ameshawahi kuonga ili asife. Katika hali ya kimungu, sizungumzii
labda majambazi wamekufikia, wamekuvamia nyumbani kwako, unaweza ukasema jamani, nitawapa hela zote hizi nilizokuwa nazo mniache. Tunazungumzia kifo kama appointment, kama ilivyoelezwa katika kitabu kile cha Waebrania mlango ule wa 9 mstari wa 27, kama anavyowekewa mwanadamu kufa mara moja, as it is appointed unto man. Sawa, kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Kwa hiyo kifo ni ahadi, ni appointment imewekwa na Mungu. Wakati unapofikia wa mtu kufa, hakuna mtu yoyote alishawahi kukwepa au kuepuka kifo. Hajalishi huyo mtu ni tajiri, hajalishi huyo mtu ni maskini. Au je, tuna matajiri wangapi ambao tumewahi kuwasikia duniani wametikisa dunia kwa sababu ya utajiri wao? Leo hii wako wapi? Mfano mzuri Suleiman mwenyewe. Ukirudi nyuma katika vitabu vya Mambo ya Nyakati, Suleiman tunaambiwa kwamba baada ya kuomba kitu cha maana kabisa, kuomba hekima mbele za Mungu, Mungu alimpatia Mungu amemwahidi kumpatia utajiri ambao hakuna mfalme yoyote, hakuna mtu yoyote ameshawahi kuwa nao, lakini hata miaka ijayo, vizazi vijavyo, hakuna hata mtu mmoja ambaye atakuwa. Lakini pamoja na utajiri wake wote, Suleiman leo tuko naye. Tunao watu walikuwa matajiri, wakina Ayubu tuko nao, wakina Ibrahim tuko nao. Okay, katika dunia hii ambayo sasa sisi wenyewe tumeishi, kuna watu tumewasikia wameshawahi kuwa matajiri, lakini leo wako wapi? Tanzania tumeshawahi kuwa na mtu tajiri sana, ameshawahi kuwa mzabuni wa timu ya Yanga, nani Manje anaitwa, lakini leo hayuko. Kwa hiyo kifo hakiepukiki. Hii ndio nguvu yake. Kwa hiyo tunaweza, kwa mantikio tunaweza tukaona pia vile vile upendo kumbe hauepukiki. Yani mahali ambapo kuna upendo kabisa ule wa dhati, tunazungumzia upendo wa dhati, lazima utajionesha tu. Ule upendo wa dhati utadhihirika, utajionesha. Sasa upendo wa dhati utajioneshaje? Upendo wa dhati haujioneshi tu kwa maneno, unaingizwa katika vitendo. Na nataka niwaambie wapendwa, jambo hili amelianzisha Mungu mwenyewe. Hii sifa ya upendo wa dhati, kuonesha hii nguvu ya upendo wa dhati, Mungu mwenyewe ndio ameionyesha. Na ameionyesha kwa namna gani? Ameionyesha kwa jinsi ambavyo amejitoa mwenyewe kuja kufa kwa ajili ya mwanadamu ambaye yani hakuwa na thamani yoyote. Tunaposoma katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, mlango ule, Injili iliyoandikwa na mtumishi wa Mungu Yohana, mlango wa 3 mstari wa 16, mstari maarufu sana: kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee tu. Kuna kitendo cha utoaji pale, lakini kile kitendo cha utoaji kimesukumwa na upendo, kitu kinaitwa upendo, kwa sababu pasingelikuwa na upendo hakuna namna yoyote ile Mungu angeweza kufanya huo utoaji. Kwa sababu tunaweza tukaangalia, tukarejelea ile hali halisi ya mwanadamu mbele za Mungu ikoje. Mwanadamu baada ya kumkosea Mungu, baada ya kumtenda Mungu dhambi, nini hali yake? Nini uhalisia wake? Muonekano wake ukoje mbele za Mungu? Biblia hajatuficha mambo haya. Tukienda katika ile Zaburi ya 14 mstari wa 1 na wa 3, pia vile vile maneno hayo yamerudiwa katika Zaburi ya 53 mstari wa 1 na wa 3. Lakini vile vile mtumishi wa Mungu Paulo hakuacha kuyanukuu maneno hayo katika Warumi mlango ule wa 3. Amezungumza vizuri kabisa, na mstari wa 23 amekamilisha kile ambacho amekizungumza. Nitasoma tu Zaburi ya 14, Zaburi ya 14 mstari wa 1 na wa 3. Maandiko hapo yanazungumza: mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema, hakuna atendaye mema. Mstari wa 2 anasema: toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Alipochungulia. Mstari wa 3 anasema: wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Biblia inazungumzia wameoza, wamepotoka, hakuna atendaye mema hata mmoja. Sasa tunaweza tukajitengenezea picture tu sisi wenyewe hapa. Hivi ni nani kati yetu anavutiwa na harufu ya kitu kilichooza? Ni nani miongoni mwetu hapa anaweza kuvutiwa na kitu ambacho kimeoza, harufu yake akafurahia kabisa, huwa ninavutiwa na kitu fulani kikiwa kimeoza? Miongoni mwetu pengine tumekuwa na wafugaji, au pengine wazazi wetu wamekuwa wakifuga. Nichukulie mfano kuku, mfugo maarufu sana.
kuku huwa wanataga, wanalalia mayai, na baada ya siku 21 wanaangua yale mayai, wanapata vifaranga. Kuna mayai mengine huwaga yanabaki, yale mayai yamebaki hayajaanguliwa, yakikaa pale tunayaita mayai viza. Lile yai likipasuka, kuna mtu anaweza kuifurahia ile harufu ya yai viza. Kila mtu atatafuta namna ya kulikwepa lile yai viza, kwa sababu linanuka, na kwa sababu limeoza linanuka. Sasa sisi wanadamu mbele za Mungu, harufu yetu ni zaidi ya hata ya lile yai viza. Tumeoza, tunanuka kabisa kabisa. Lakini Warumi mlango ule wa 5 kuanzia ule mstari wa 5 kwenda mpaka mstari wa 10 inatueleza vitu vya kustaajabisha kabisa ambavyo Mungu anavifanya. Hasa kuanzia ule mstari wa 6, kwa maana tulipokuwa tungali hatuna nguvu, mstari wa 8 anasema tulipokuwa tungali tu wenye dhambi, mstari wa 10 anasema tulipokuwa maadui. Anaonesha zile sifa ambazo tulikuwa nazo wakati tulivyokuwa katika hali zile zile. Kristo alikufa kwa ajili yetu, tukakombolewa sisi katika hali zile zile tulizokuwa waovu, tulivyokuwa hatuna nguvu, tulipokuwa maadui na Mungu. Sasa tunaweza kujiuliza nini kinasukuma hicho, kwamba mtu anakubali kufa kwa ajili ya adui yake? Ni nani anaweza kufanya vitu vya namna hiyo? Hakuna. Lakini Mungu amefanya. Ni kwa sababu gani? Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Ule ni upendo wa dhati, upendo wa dhati. Yaani utajidhihirisha tu. Mungu alitupenda upeo, alitupenda kwa dhati. Kwa hivyo hakuficha ile hisia ya upendo kwetu, akajitoa kufa kwa ajili yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana kwa ajili ya haya. Hii ndio nguvu ya upendo. Hii ndio nguvu ya upendo, na ndio sifa ya upendo. Upendo una nguvu, na nguvu yake haiepukiki. Katika mazingira haya tunaweza tukatafakari kwenye maisha yetu sisi binafsi. Je, tuna udhihirishaji upendo wetu tulionao? Kwa sababu tunatamka na maneno upendo mara nyingi sana. Ninakupenda, Mungu nakupenda, Mungu nakupenda. Je, upendo wetu unadhihirikaje? Mara nyingi tunasema Mungu tunampenda Mungu, lakini hatuoneshi kwa matendo, hatuoneshi katika ule uhalisia kwamba tunampenda Mungu. Hata katika masuala ya huduma, tuchukulie mfano katika masuala ya huduma. Ni mara ngapi tumekwepa kufanya huduma? Ni mara ngapi tumekimbia kwenda kule ambako tunatakiwa kwenda? Na tunakuaga na sababu ambazo hazina hata mashiko. Jumapili nilipokuwa nikizungumza pale kanisani, sikuwa nazungumza na wachungaji, tulikuwa nazungumza na washirika moja kwa moja. Kuna washirika kanisani wanakuaga wachanga, miaka nenda miaka rudi. Yaani hata kufanya kitu kidogo tu kanisani hajawahi kufanya. Hata kumshuhudia tu mtu mmoja hajawahi kufanya. Sasa tunaweza kujiuliza, huyu mtu upendo wake uko wapi kwa Mungu? Tunazungumzia sifa za upendo, wapendwa. Mtu yoyote ambaye anampenda mtu kwa dhati, lazima ule upendo utadhihirishwa tu, kwa sababu upendo una sifa ya kuwa na nguvu, na nguvu yake haiepukiki. Kama vile kilivyokuwa kifo, Yesu Kristo ameudhihirisha ule upendo kwa kujitoa uhai wake, akafa kwa ajili yetu. Vivyo hivyo hajaishia hapo. Yesu Kristo bado anatupenda hata wakati ambapo bado tunaendelea kutenda maovu, kwa sababu sisi hapa hata baada ya kumpokea Yesu Kristo ni bado tunaendelea kutenda dhambi, ni bado tunamkosea Mungu, ni bado tunamchukiza. Yaani fikiria, amekufa, yaani ametoa uhai ili mimi niokolewe, lakini bado kuna wakati bado namsaliti. Yaani ninakuwa kama mwanamke kahaba, bado ninamsaliti. Lakini pamoja na hayo yote, bado Mungu anachagua kutulinda, bado Mungu anachagua kutusamehe. Ni nini kinasukuma haya yote? Ni upendo wa dhati ambao Mungu ameuonesha kwetu. Sifa hiyo Mungu anaitaka ionekane kwetu pia, tuweze kureflect kile ambacho Mungu ameweza kukifanya sisi kwetu. Kwa sifa ya upendo tunapoiona katika hiki kitabu, upendo una nguvu. Na huyu mwanamke alitambua hiyo, huyu mwanamke Mshunami alitambua hiyo,
akawa anazungumza kwamba niweke huko, nilinde. Kwa nini? Kwa sababu unanipenda, na kama unanipenda utafanya utafanya. Kwa sababu gani? Upendo una nguvu kama mauti. Kwa hiyo katikati ya hawa wanawake wote waliokuwepo hapa, wengine wanafanya hivi wanafanya hivi wanafanya hivi, lakini kwa kuwa unanipenda utanilinda. Ni kama alikuwa anatumia maneno fulani ya ushawishi, kwamba akajaribu kuomba hitaji lake, lakini akaanza kuweka maneno ya shinikizo, ambayo ni maneno yana nguvu kabisa, yana nguvu kabisa. Watu wa Mungu, tutafakari njia zetu juu ya upendo wetu na Mungu, tutafakari njia zetu juu ya upendo wetu na wanaotuzunguka. Tumeudhihirishaje upendo? Nilitangulia kusema kwamba hiki kitabu kinaonyesha upendo wa mume na mke. Ndugu zetu ambao mmeoa, pengine na kuna walioolewa hapa pia, vipi huko katika familia? Upendo unadhihirishwaje? Unaoneshwaje? Upendo una nguvu. Huwezi kusema tu mtu unampenda alafu hauoneshi. Hiyo ni changamoto kwa sisi ambao bado hatujaoa. Ni somo, tujifunze. Tukiingia huko tujue kwamba upendo lazima udhihirishwe kwa wazi, lakini wakati huu tunaweza pia tuka practice hiki kitu, kwa sababu tunao ndugu, tunao jamaa, tunao marafiki ambao wametuzunguka. Je, tunawapenda? Kama tunawapenda, tunafanya nini kwa ajili yao? Kuchukua hatua ya kumhubiria mtu habari njema za Yesu Kristo, hii ni kuonesha upendo wa hali ya juu kuliko upendo wote, kwa sababu unajua unamtangazia mtu kitu ambacho kina dili na maisha ya umilele. Ni vitu muhimu sana. Kwa hiyo kila mtu anaweza kuonesha upendo wa dhati, hajalishi sasa hivi umeoa, hajalishi hujaoa, hajalishi uko nini, kwa sababu upendo tunaozungumzia hapa ni upendo ambao yaani kanuni na apply katika aina zote za upendo. Huo upendo wa mke na mume, huo upendo wa rafiki na rafiki, huo upendo wa baba na mama, yaani ni katika aina zote za upendo. Hii kanuni ina apply. Lakini vile vile mahali popote ambapo kuna upendo, huyu mtumishi wa Mungu Sulemani ametaka kutuonesha kitu, kwamba mahali popote penye upendo lazima kutakuwa na wivu. Anasema, na wivu ni mkali kama ahera, na wivu ni mkali kama ahera, mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya Yahu. Anazungumzia kwa upande mwingine, upande wa wivu. Kwa kweli huu ni uhalisia usiopingika. Yaani mahali popote kwenye upendo wa dhati, wivu haukosekani. Yaani kuna watu waga tunasema kwamba bana, kwa mfano tuna watu labda tumekuwa nao katika mahusiano, sijui unamkuta mtu anafanya vitu vyake vya ovyo tu, wewe ujali, tunauliza kwa nini unampenda? Mimi sijali, atajua mwenyewe. Una wivu? Sina wivu. Hapo tabia tujitafakari vizuri. Mahali popote kwenye upendo wa dhati kuna wivu. Tunajifunza kwa Mungu, kila kitu chetu tunajifunza kwa Mungu. Tukirudi katika kitabu kile cha Kutoka mlango ule wa 20, naomba mniruhusu nisome haraka kidogo. Kutoka mlango ule wa 20, wakati Mungu anatoa zile amri kwa watu wake, namna ambavyo alipaswa kuenenda, Mungu alizungumza katika mstari, tasoma kwanza ule mstari wa 4. Tasoma kwanza mstari wa 4. Linasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu anazungumza haya maneno. Hawa ni watu wake sasa hivi, ni miliki yake. Amefanya makubwa kwao, amewaokoa kutoka katika utumwa, anawapeleka katika nchi ya ahadi, anawatengenezea mazingira. Ninachokihitaji kama Mungu ni ibada iwe kwangu peke yangu, mimi Mungu wenu. Sasa mtu yoyote atakayefanya akajitengenezea sanamu za kuchongwa na nini, mnatakiwa mjue kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu na ni mwenye wivu. Sasa wivu umetokana na nini? Umetokana na upendo aliokuwa nao kwa watu wake. Anawapenda kwa dhati, anatamani kuona wanaendelea kuwa karibu na yeye, kwa sababu by the moment wanaenda kuabudu miungu mingine, that means kwamba wanavunja agano na yeye.
means kwamba wanasema Bwana atakuhitaji, hebu nenda huko. Sasa tunaweza tukajiuliza swali, ni nani miongoni mwetu anaweza kufurahia kuona kile anachokipenda kinaondoka tu kwa mtu mwingine kirahisi tu? Ni nani? Na tena unajua kule kinakoenda kinaenda kuharibika, kwa sababu wivu wa Mungu si wivu wa kumuonea mtu kwa sababu eti anafanikiwa. Yani unajua tunapozungumza wivu katika Biblia, kuna wivu ambao umetumika katika hali hasi na kuna wivu umetumika katika hali chanya. Wivu ambao unasukumwa na upendo ni wivu wa hali chanya, kwa sababu Mungu wakati anasema yeye ni mwenye wivu hapa, anamaanisha kwamba wao watu wangetoka kwenda kuabudu miungu mingine huko, uhusiano kati ya yeye na wao umeharibika. Sasa uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu unapoharibika, maana yake ni kwamba mwanadamu atakuwa katika hali mbaya, kwa sababu mwanadamu akiwa bila Mungu hawezi. Sasa anamwambia mimi ni mwenye wivu, sitaki mwende huko, sitaki, kwa sababu huko mtaenda kuharibika. Mahali popote penye upendo wa dhati na wivu, hicho ni kitu ambacho tuwezi tukakiepuka. Mungu anazungumza na anatuonesha kwa dhati haya, na hii inaweza kutufundisha na sisi tukarudi. Huyu mwanamke alikuwa anamwambia Suleiman kwa habari ya wivu. Yeye kama yeye, kwa sababu alikuwa anampenda Suleiman kwa dhati kabisa. Ukiangalia jinsi ambavyo alikuwa anamuelezea Suleiman, unaona kabisa yeye ni mtu ambaye kwa lugha ya Kiswahili cha sasa hivi unasema ni mtu ambaye amekufa, ameoza kabisa, haelewi. Kwa hiyo ana wivu anapoona kwamba kuna namna Suleiman anaenda kwa wale wanawake wake wengine, anakaa huko muda mrefu, harudi, anampatia changamoto mwana mama, hata yani usingizi hauji. Wivu tu umekolea. Kwa sababu gani? Anampenda mumewe. Sasa naye mwanaume kama anampenda mkewe, kwa namna ataonesha vitu ambavyo vinadhihirisha upendo wake, ikiwemo hawezi kuruhusu kuona kwamba mtu yoyote anamdhuru mkewe, au hawezi kuruhusu kuona mkewe anaenda kujivinjari tu na mtu yoyote. Haiwezekani. Nafikiri hiyo hata kwa ndugu zetu ambao mmekwisha kuoa na ushuhuda mzuri kwenye hili, lakini hata sisi ambao hatujaoa tunawachumba. Sasa mchumba wako unaona na mtu mwingine kule, kuna watu wamefikia hatua wameenda wameua wachumba zao kwa sababu tu amekuta. Tumesikia taarifa nyingi kwamba mtu ameua mke wake kwa sababu ya wivu wa mapenzi, au mke ametilia sumu mumewe kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Vitu kama hivyo vinatokea. Asante vijana, inatugusa kweli, na mimi mwenyewe niko hapa. Kwa hiyo ni vitu muhimu, na anasema sasa wivu huu jinsi ulivyokuwa ni mkali. Wivu ni mkali kama nini? Kama ahera. Kama ahera. Ahera na kwenye lugha ya Kiswahili inazungumzia hell, inazungumzia kuzimu. Sawa jamani, kuzimu ni sehemu ambayo hakuna mtu ambaye angetamani kuwa huko. Hakuna mtu ambaye angetamani kuwa huko. Mimi na wewe hatujawahi kupaona, kwa hiyo pengine hatujui ulivyo, lakini tuna mfano katika Biblia, katika Luka 16, mfano wa Lazaro maskini na yule bwana tajiri. Alikula maisha vizuri hapa, lakini baada ya maisha haya tumeonyeshwa, Biblia inatuambia Lazaro alikuwa mahali gani, yule tajiri alikuwa mahali gani. Tajiri alikuwa kuzimu, sehemu ambayo alikuwa anateseka, sehemu ambayo alikuwa anapitia mateso, kiasi kwamba alikuwa anatamani kupata hata katone tu kama maji. Tunaelezwa kule ni sehemu ambayo yenye moto mkali sana. Sasa ule makali ya ule moto wa kule ndio makali ya wivu. Yaani mtu ambaye ana wivu anaweza kufanya kitu chochote kile. Na nazungumza tena kwa wazi kabisa jinsi ambavyo Mungu amekuwa akifanya, hasa kwa wale watu ambao walikuwa wanawapenda. Tuangalie wana wa Israeli ambao ni mfano mzuri. Wakati Mungu anawatoa Misri kuwapeleka nchi ya ahadi, njiani kule wana wa Israeli kuna vitu vingi wamevifanya ambavyo vimemlazimu Mungu kuchukua hatua ambazo zilikuwa za kawaida. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka kuanzia mlango ule wa 32 na kuendelea, utakutana na tukio ambalo wana wa Israeli walikiuka ile amri ya kutoka kujitengenezea sanamu ya kuchonga, wakajitengenezea ng'ombe wa shaba, wakaanza ndama ile wa shaba, wakaanza kumwabudu. Nini kilitokea? Musa, mtumishi wa Mungu Musa, alivyotoka kule juu mlimani, aliyeyusha kwanza ile shaba, akawanywesha yale maujiuji yale ya shaba. Sipati picha yalikuwa na ladha gani, ni hukumu kabisa ile. Lakini vivyo hivyo kuna wale watu ambao walikuwa wana muda wote wanamlaumu Musa, wanamlaumu Mungu. Mungu alifungua dunia, alifungua ardhi wa meza kabisa.
Kwa nini? Kwa sababu ya changamoto. Kuna wakati Mungu aliruhusu nyoka wang'ate wana wa Israeli kwa sababu ya nini? Ya wivu aliokuwa nao juu yao. Anawapenda alafu wao hawaendi sawa sawa na vile wanavyo alivyokuwa anahitaji. Kwa hiyo hii ni nguvu ambayo inaelezwa hapa ya wivu, na wivu unaambatana na upendo. Mtu ambaye ana wivu afa hana upendo, huyo naye ni wa ajabu sana, wa ajabu sana. Yaani una wivu, unaonea wivu alafu una upendo. Sasa huo ndio wivu hasi. Maana yake hutaki maendeleo na mafanikio ya mtu. Yaani ukiona mwenzako amefanikiwa unachukia. Kuna watu wengine anajifanya anakuja na kuletea ushauri, ukifikiria ushauri huyu kweli ananitakia mema, huyu kweli ushauri, kumbe ana wivu na kile unachokifanya. Sasa katika hali hasi tujitafakari, hizo wivu tulizonazo ni zipi? Wivu za kumtakia mtu mema, ni wivu za kutaka kuona mtu fulani aingii kule anakoingia. Kwa sababu nataka nikwambie leo hii, unaweza ukamwambia mtu kitu kizuri kabisa lakini akakuona wa ajabu. Ukienda kumwambia mtu habari za Yesu Kristo aokoka, anakuambia yaani unataka niache pombe? Unataka niache kwenda disco? Wewe unitakii mema. Kama alikuwa ni mcheza kamari, yaani niache kucheza kamari nitapataje pesa? Unitakii mema. Lakini kiukweli huo wivu wa namna hiyo ni mzuri. Lakini ukiona mtu anafanikiwa, wewe unakasirika. Ukiona wanafunzi, ukiona mwenzako anafaulu, anafanya vizuri kwenye mitihani ya pastoral theology, we chuki. Yaani unanuna, unavimba. Bwana Yesu akusaidie sana utoke hapo. Na kama ni mimi pia Yesu anisaidie sana nitoke hapo. Ili kwamba tuwe na wivu unaojenga wa kutaka kuona watu wanamrudia Kristo Yesu. Naomba nizungumze sifa ya pili ya mwisho nimalize, muda wangu unanishia. Mstari wa 7 tunapata sifa nyingine ya upendo. Kwamba Biblia inasema maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzamisha. Hapa nitatumia lugha tu nzuri kabisa kwa kwamba upendo, sifa nyingine ya upendo ni kwamba upendo haulubuniwi, upendo haulalaiki, upendo hauongeki. Yaani ndio lugha rahisi, lakini vile vile kwa urahisi zaidi upendo hauzimiki. Upendo wa dhati hauzimiki. Sasa hii ndio strong. Maana yake ni kwamba kama kweli unapenda kwa dhati kabisa, yaani ile kutoka katika vilindi vya moyo kama tulivyoanzia kuzungumza kule juu, hakuna namna huo upendo utakuja kufa ukaisha. Narudia tena, hichi kitu Mungu amekionesha yeye mwenyewe. Ameanza yeye mwenyewe kukidhihirisha hichi kitu. Na nilitangulia kusema lakini nitarudia tena kusema hapa, tunaweza tukajifunza kwa Mungu jinsi ambavyo anatutendea sisi. Ambao kwanza amechukua hatua za kutuokoa, kumwaga damu yake msalabani ili tuokolewe. Tulipokuwa tufai, tunanuka mbele za Mungu, yani si chochote, akachukua hatua akatuokoa. Hichi ni kitu ambacho kwa kawaida katika mazingira ya kibinadamu, wewe mtu unapokuwa umechukua hatua ya kumsaidia mtu fulani, alafu unaona elewekilege, unaambia bwana utajua mwenyewe. Kwani nini? Mimi nishachukua jukumu langu, nishakusaidia, ueleweke, utajua mwenyewe. Lakini cheki Mungu anachokifanya kwetu. Leo hii tunapozungumza, sijui kama kuna miongoni mwetu hapa ambaye hajamkosea Mungu leo kwa namna yoyote ile. Lakini tukitoka hapo tunaenda Mungu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu, utusamehe makosa yetu. Hiyo tunaisemaga kila siku. Simaanishi ndio tunarudia huo mstari yani kwa kama ulivyo, lakini tunaenda kwa Mungu kuomba rehema. Tunaomba kwa Mungu kuomba rehema. Tunaenda kuomba rehema tukiwa tunaamini kabisa Mungu wetu anafanyaje? Anatusamehe. Nini kinaleta huo msukumo? Ni kwamba upendo hauzimiki, ule upendo wa dhati ambao Mungu ameuanzisha, ambao ameuonesha kwa kufa kwa ajili yetu kupitia mwana Yesu Kristo. Upendo ule anaendelea kuudhihirisha siku nenda siku rudi. Maana yake ni kwamba hajarishi changamoto gani zinatokea, hajarishi ni changamoto kubwa kiasi gani ziko, upendo wa dhati utaendelea kusimama tu. Kule nyuma nilitangulia kusema kwamba kitabu hiki kinaonyesha jinsi ambavyo maisha ya watu walikuwa ya kupanda na kushuka. Kuna changamoto zilikuwa zinaibuka, lakini bado upendo wa dhati uliendelea kusimama. Suleiman aliendelea kuonesha upendo wa dhati kwa huyu mwanamke, na mwanamke aliendelea kuonesha upendo wa dhati kwa Suleiman. Vivyo hivyo tukirudi katika uhalisia wa Mungu anavyotutendea, anaonesha upendo wa dhati kwetu.
bila kuufifisha ule upendo, bila kuufifisha ule upendo. Na kwa sababu hiyo anatuambia kabisa katika waraka wa kwanza wa Yohana ule mstari ule sura ile ya kwanza ule mstari wa 8, hata anatukumbusha tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Lakini nini cha kufanya? Mstari wa 9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe makosa yetu na kutusafisha na udhalimu wote. Sura ya pili ukianza kusoma ule mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa pili, nazungumza vizuri kabisa, akianza kwa kuzungumza kwa lugha ya upendo kabisa mtumishi wa Mungu Yohana, watoto wadogo. Lakini anazungumza kwamba mtu yoyote akiwa amekosa, ameenda tofauti, tunaye mpatanishi, tunaye. Hii yote ni kutuita katika hali ya toba, hali ya toba. Mungu anatuambia mimi ninawasamehe. Kinachosababisha hayo nini, au tunajifunza nini katika hayo? Ni kwamba upendo hauzimiki, hauzimiki. Tunajua wote maji ndio huwa yanazima moto, maji huwa ndio yanazima moto, lakini moto ambao uko katika upendo wa dhati hauzimiki kwa maji, haijalishi ni maji mengi kiasi gani. Maana anasema wala mito haiwezi kufanyaje, kuuzamisha. Yani hakuna namna upendo unaweza ukapotea kama ni upendo wa dhati. Narudia kusema kama ni upendo wa dhati. Sasa tujitafakari pia sisi binafsi. Hapa leo ni application mengi, tuna muda unasogea sana, maliza haraka. Tukijitafakari sisi wenyewe kwanza, jinsi ambavyo tunajibu yale ambayo Mungu ametutendea. Je, ni kwa namna gani upendo wetu unasimama imara, au ni kwa namna gani upendo wetu huwa unazimika mara kwa mara? Mimi binafsi nikijizungumzia, mara nyingi najikuta upendo wangu unazimika, unashuka mbele za Mungu. Na kama tulivyotangulia kuona kwamba upendo unadhihirishwa katika ule utendaji, sio maneno tu. Hatupendi kwa kunena tu. Mungu hajasema tu nawapenda, amesema na akatenda. Maana yake vivyo hivyo na sisi tunafaa kufanya kitu kama hicho. Lakini tujitafakari, ni mara ngapi sisi tumeacha kumrudishia Mungu yale ambayo ni machache sana tu, ni madogo sana tu katika yote aliyoyafanya. Paulo katika mahubiri yake katika kitabu kile cha Warumi kuanzia sura ile ya kwanza mpaka sura ya 11 ametufafanulia vizuri masuala ya wokovu, jinsi ambavyo tunaokoka, njia ya wokovu, ametufafanulia vizuri kabisa. Lakini sura ya 12 akaturejeshea wajibu wetu sisi kama watu tuliookoka. Tunapaswa kuwa nini? Mstari wa kwanza kabisa, vitoeni viungo vyenu vya mwili. Naomba nisome hapo kwa haraka, Warumi mlango ule wa 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Asante kiongozi. Kwa hiyo Warumi 12 mstari wa kwanza nasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Itoeni, ni wito huu tumepewa. Baada ya kufundishwa, tumeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo, tumekombolewa kwa imani, kwa neema, kwa njia ya imani, na ni Yesu Kristo ameyafanya hayo yote. Anachokihitaji kutoka kwetu, ambacho sio kwamba eti tusipofanya yeye atapungukiwa, hapana, lakini ni kama jukumu letu sisi, tufanye basi kama shukrani kwa Mungu, tutoe viungo vyetu vya mwili, tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Kuna uhai hapa tunazungumziwa, kuna uhai, lakini takatifu na ya kumpendeza Mungu. Ilikuwa ni reference, sitaki kuhubiri hapa kwenye huu mstari, lakini lazima tufanye jambo kwa Mungu. Lakini tutafakari, ni mara ngapi tumeacha kumtumikia Mungu kwa namna moja ama nyingine? Tumeacha kumtumikia Mungu kwa kwenda ibadani. Kuna wakati sababu zetu tu, kuna vipaumbele vyetu tumeviweka kuwa ni bora zaidi kuliko ibada. Ni mara ngapi tumefanya hivyo? Je, tutafakari au tunadhihirisha upendo wetu kwa Mungu? Ni mara ngapi tumesita kwenda kuwahubiria watu habari njema? Maana tunaambiwa tuwahubirie watu habari njema, lakini hatuendi. Tuna marafiki tunakaa nao, tunapiga nao story, tangu mnaanza story mpaka mnamaliza story hujamtaja Yesu. Tena baadhi yetu hatutaki hata watu marafiki zetu wajue kama tumeokoka. Je, huu ni upendo kwa Mungu wetu?
tunaudhihirisha upendo wetu, hata hatutaki kumtangaza Mungu ambaye tunamwamini, Mungu ambaye tunasema ametuokoa. Je, tunadhihirisha upendo wetu kwa huyo Mungu kwa namna hiyo? Upendo wa dhati hauzimiki hata kidogo. Kwa tunaanzia kuangalia kwa Mungu, lakini pia tunarejea kwenye maisha yetu sisi binafsi, jinsi tunavyoishi sisi kwa sisi, jinsi mume anavyoishi na mkewe, ana huo upendo wa dhati. Je, ni vitu gani vinaibuka uwaga vinazima au vinakufanya uone bwana, kwanza hili nisilitake kabisa, ni kama vipi, ondoka, nitaondoka, nenda bwana, usinisumbue. Ni mara ngapi tumesema hayo? Kuna wakati watu wanasema hayo kwa sababu ya hasira, hamaanishi aondoke kweli, lakini kuna mwingine ndio anaitumia kama fursa, huyu aende ili aingie mwingine, kwamba bwana wewe usinisumbue akili, nenda. Kumbe unataka aende ili aingie mwingine. Je, ulikuwa na upendo wa dhati? Kama upendo wa dhati ulikuwepo, hayo hayazimiki. Warumi mlango ule wa 8 kwanza ule mstari wa 35 unatuuliza nini? Je, ni kipi kitutenge na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki? Je, ni njaa? Je, ni haba? Ni kitu gani kitakutenga na upendo wa Yesu Kristo? Maana kama unampenda Yesu Kristo, haijalishi nini unapitia, upendo wako utasimama kuwa imara kwa Yesu Kristo. Utachagua kumtumikia Kristo kuliko kuchagua vitu vingine. Hajalishi unapitia nini, hajalishi ni mateso kiasi gani, hajalishi watu wanakusema nini. Kuna wakati mwingine unapochagua kumtumikia Yesu Kristo, watu watakuona kama kichaa, watakuona nini. Kuna wengine walirudi nyuma akasema ngoja niache bwana, nawapendeza watu. Ila kama unampenda Yesu Kristo kwa dhati, utachagua kumtumikia Mungu, kwa sababu unajua kila alichokifanya kwako tayari. Yaani sisi ni watu ambao hatuwezi kulipa kwa Mungu kwa kila alichokifanya kwetu. Ni shukrani tu, tunamshukuru tu Mungu. Nini tutafanya tumlipe Mungu? Hatuwezi. Mungu atusaidie sana tuweze kudhihirisha upendo wetu wa dhati kwake, lakini pia kwa watu wanaotuzunguka. Kama umeoa, kama umeolewa, tafadhali upendo hauzimiki, lakini upendo haupokei rushwa kwa haraka. Anaweka mstari ule wa 7 anapomalizia pale, mtumishi wa Mungu pale anapomalizia katika wimbo ulio bora, mlango ule wa 8 mstari wa 7 mwishoni anasema, kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angedharauliwa kabisa kabisa. Hii inazungumza kwa habari ya rushwa. Kuna watu wanajikuta wanaacha kufanya vitu kwa sababu ya nini? Ya vishawishi. Rushwa, napozungumza rushwa sizungumzii tu pesa. Kitu chochote kile ambacho kinakushawishi uache kufanya kile kilichokuwa halali, hiyo ni rushwa. Hiyo ni rushwa. Sasa Biblia inasema ya kwamba kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, au ni rephrase hivi kwamba kama mtu angetoa yani vitu vyote vya thamani kwake, ili iwe yani sasa amrubuni mtu, amshawishi mtu ambaye anapenda, Biblia inasema kwamba angedharauliwa kabisa. Maana yake yule anayepokea sasa, anayetakiwa kupokea hawezi kupokea, atadharau, ataacha, kwa sababu upendo haununuliwi. Upendo hauwezi kurubuniwa. Upendo hauwezi kupokea rushwa hata siku moja. Na hiki kitu na wapendo, narudi tena, Mungu mwenyewe amekidhihirisha kupitia mwana Yesu Kristo. Yesu Kristo wakati amekuja duniani, wakati tu amebatizwa tu, anataka kuanza huduma yake, akapitishwa katika majaribu. Yesu Kristo akaanza kurubuniwa pale na shetani. Mathayo mlango ule wa 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka 11. Anaambiwa, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu kweli, badilisha haya mawe yawe mkate. Mnao Yesu ana njaa. Yesu angeshindwa kufanya vile. Tunafahamu Yesu yeye ni Mungu, angeweza kubadilisha mawe kuwa mkate, na kwa kudhihirisha kwa mapenzi yake mwenyewe alibadilisha maji kwa divai kwa mapenzi yake mwenyewe, sio kwa sababu alishawishiwa na shetani. Unaona, anaambiwa eti aanguke amsujudie, kweli. Lakini tu mission ya Yesu Kristo ilikuja ni kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu, si kwa ajili ya kushindana na shetani, si kwa ajili ya kutaka nini. Anaambiwa atapewa mali zote, miliki yote ya dunia hii. Shetani anamuonesha eti kwamba hii yote iko chini yangu, nitakupatia. Yesu anajua mwenyewe hivi vyote nimeviumba mimi, ni mali yangu. Hakuweza kurubuniwa. Kilichosababisha yale yote ni nguvu ya upendo, kwa sababu yeye alikuja kwa mission moja ya kumkomboa mwanadamu.
na misheni hiyo ilisukumwa na upendo. Sasa nini kinaweza kikamuondoa kwenye hiyo mission? Nini kinaweza kikamweka kando? Hakuna. Hata mtu angetoa, shetani anataka kutoa kila kitu lakini mwisho wa siku ni nini? Yesu alisimama katika mstari, kwa sababu anajua kuna kiini ambacho ni upendo wa dhati. Yesu ameyafanya hayo. Upendo, hebu tujigeukie sisi. Ni mara ngapi tumerubuniwa? Ni mara ngapi tumepewa rushwa, tumeacha kumtumikia Mungu katika roho na kweli? Kuna wakati tunaacha kusimamia maandiko matakatifu tukayahubiri kama yalivyo, eti tu kwa sababu wazee wetu wa kanisa wao ni walevi. Tukihubiri ulevi wanachukia, na sisi tu kuchukia, wameamua kupita kwa mlango wa nyuma wakatupatia bahasha kidogo hapo, hebu tumeshachukua hii hapa. Ukitaka kuanza bwana ulevi, wanakuangalia jicho fulani zuri tu ambalo linakuambia wewe unajua wamechukua kitu fulani, Tumeng'ang'ania hapo. Sasa tunaanza kubadilisha maandiko, tunaanza kuyalembarema kidogo, ili kwamba watu waone kwamba bwana huyu mtumishi ni mzuri. Yaani leo hii watumishi wanaoitwa wazuri ni wale ambao wanarema maandiko, ni wale ambao hawazungumzi kweli ya neno la Mungu. Hiyo ni rushwa. Tutachagua kulisimamia neno la Mungu hivi leo. Sizungumzii tu wahubiri, ninazungumzia tu hata washirika moja kwa moja, kwamba kuna nyakati tunasimama na sisi tunafanya mambo yetu kwa sababu hatutaki watu waone uhalisia. Amen. Mungu aturehemu kabisa. Tusikubali kupokea rushwa. Hiyo tunazungumzia nguvu ya upendo. Yaani haya yote yanawezekana kama kuna upendo wa dhati. Watumishi wa Mungu, upendo una nguvu usiokuwa ya kawaida. Hizi ni sifa tu baadhi. Biblia imezungumza kwa sehemu kubwa sana kwa habari ya upendo, lakini upendo kwanza huwa unaanzia katika vilindi vya moyo. Tukiwa na hali ya kuwa tunamwaza Kristo wakati wote kutoka katika vilinda vya mioyo yetu na katika akili yetu, tutachagua kumpenda yeye, tutachagua kufanya vitu kwa ajili yake. Lakini pia tumepewa nafasi pia kupenda watu wengine, mume kumpenda mkewe, kupenda ndugu, kupenda majirani. Tukichagua hivyo pia kwa dhati, tutakuwa katika mazingira salama sana, kwa sababu tunachagua kufanya vitu kwa dhati na si kwa kusukumwa. Upendo upokee rushwa. Usikubali kurubuniwa, usikubali kupokea rushwa ili ukageuze ile kweli ukaifanya kuwa uongo. Yesu Kristo kwa sababu ya kutupenda alisimama imara, hakukubali kurubuniwa. Mungu awatubariki sana. Mungu alibariki neno lake, lakini ambariki kila mmoja ambaye amekuwa hapa kwa kulisikiliza. Neno naamini kwamba limetufaa na likatusaidie katika maisha yetu ya kihuduma, katika maisha yetu ya Kikristo, sehemu yoyote tunayokuwa, hebu tudhihirishe upendo wa dhati kwa kuyazingatia haya. Mungu awabariki sana. Tuombe. Baba yetu, ninakushukuru kwa ajili ya neema na kibali ambacho umetupatia siku ya leo. Tumeweza kukutana hapa kwa ajili ya kujifunza maandiko yako matakatifu. Ninashukuru kwa sababu umetufundisha kwa habari ya upendo. Mungu wetu, wakati mwingine tunapitia magumu kwa kuwa tuna hali ya limitations, tuna tamani kwenda kuanguka, wakati mwingine tunatamani kwenda kufanya vibaya, wakati mwingine wivu hasi unatushika, wakati mwingine tunarubuniwa. Lakini Mungu, tunakusihi Bwana ukasimame nasi, ukatusaidie ili hizi sifa za upendo ambazo tumeziangalia siku huu zikaweza kuchukua nafasi katika mioyo yetu, na kuanzia wakati huu tukauimarisha upendo wetu zaidi kwako, lakini pia na kundi ambalo Mungu umetupatia kuishi nao katika jamii, lakini katika taifa letu la Tanzania na hata nje ya Tanzania. Ukatusaidie kila mmoja. Mungu, tusaidie tusimame katika kweli yako, hasa katika ulimwengu ambao umeharibika, na sifa na utukufu vitakurudia wewe Mungu, maana umestahili. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba haya yote na kuamini. Amen. Amen. Mtumishi,